Katika tukio la mama yake na Diamond Platinum, mama Dangote, mama mzaa Chema, tuliona the way ambavyo watu waliguswa kwenye utoaji wa zawadi. Na mtu ambaye alitoa zawadi kubwa kuliko watu wote ni mama Ulega. Na kama unavyojua Diamond Platinum pamoja na familia yake ni watu wa kujitoa sana kwa watu mbalimbali, kwa watu mashuhuri, kwa watu ambao hawajiwezi na mambo kama hayo. Tunaona the way ambavyo familia yao imekuwa ikishirikiana na watu katika hali zote, shida na raha. Na wengi waliguswa. Tuliona hata pia Issa Tambu aliweza kutoa pale milioni 1, Baba Levo naye alitaja kiasi chake. Tukaona watu wengine kina Nana Dolls walitoa pia milioni 1. Milioni zilikuwa zimetawala sana, lakini mtu ambaye alitoa hela nyingi ni Mama Ulega. Sasa sijajua ni nini kilitokea, kwa sababu Manara alienda akachukua maiki akasema kwamba Diamond, sasa hivi muda umeenda sana. Inaelekea asubuhi, watu hawajala chakula mpaka sasa hivi. Kama vipi mimi naomba nitoe milioni 40 alafu tule chakula. Yaani kama alikuwa anataka aoneshe kwamba yeye ndo anatoa hela nyingi zaidi ili watu wakale chakula afu mambo mengine yaendelee. Na kule muda ulikuwa umeenda sana, kwa sababu pia hata kwenye kuanza ratiba ilichelewa kidogo, na kama unavyojua Diamond ni mtu wa mambo ya hapa na pale, mambo makubwa. Kwa hiyo ratiba haikwenda kama ilivyokuwa inatakiwa iwe. So Manara alitaja kwamba yeye atatoa shilingi milioni 40, lakini kaona utani ukazidi kuwa mkubwa pale kwamba hiyo milioni 40 kama vipi amniamini, basi Dula Makabila chukua funguo kachukue kwenye gari. Sasa mimi najiuliza, mtu anawezaje kutembea na milioni 40 kwenye gari kirahisi tu? Kwa nini kama angekuwa na nia ya kutoa, kwa nini asinge kuja nazo pale moja kwa moja kama watu wengine walivyofanya? Hata jana pia Mpoki nimeona amelizungumzia swala hilo kwa ukubwa sana kwamba inawezekana vipi. So mambo akawa ni hayo, usiku wa Mama Dangote. Na kwa kweli sherehe ilifana sana. Vyakula vilikuwa ni vya kumwaga, watu walikula na kunywa vibao kata kama vyote, lakini vitu ambavyo vilikuwa vikiendelea pale kuteni ni pamoja na utani wa waziwazi kati ya Dula Makabila pamoja na Manara kwa Zailisa ulikuwa ni wa kiwango cha juu, kwa sababu tuliona leo ambavyo Manara alikuwa anele kama wasiwasi fulani hivi kwenye party ile, ukiangalia huku Zailisa anang'ana nini. Na kuna muda tuliona Dula Makabila alipoa mic na akasema mganga aimbe nyimbo ya Awena, labda ungesema na mambo kama hayo, akawa anaimba pale, lakini kuna namna fulani hivi alimfumbia Manara kwa Zailisa. Utani mwingi ulitawaliwa sana siku ile. So matukio yalikuwa ni mengi sana, lakini moja ya kitu ambacho kilinigusa nikasema naweza kusogezea update hii ni kuhusiana na ahadi feki ya Haji Manara ya kutoa shilingi milioni 40. Kwa kweli mimi ile ilinigusa sana, na watu wote hadi kama walipata na mshangao kwamba milioni 40. Yani kuna baadhi ya watu pia tuliona pale wanafika wanasema mimi naomba labda nikatwe kwenye mshahara wangu kwa ajili ya kufidia zawadi hiyo, mambo kama hayo. So ni harusi ambayo ni siku ya kuzaliwa ambayo ilikuwa imetawaliwa na mambo mengi sana, kwa sababu tunavyojua wasanii pia nao tulitegemea labda wangekuja wengi, lakini msanii ambaye nilimuona tu pale ni Divoice. Yani katika wale wasanii wa WCB, yani Divoice pekee nilimuona basi, lakini hao wengine sikuwaona, lakini mambo yalikuwa ndio hayo. Mimi ni Tom Robert 55, hii ni Bongo 5 TV, endelea kwa nasi kwa update zaidi.